Utakubaliana nami kwamba kazi ya polisi haiwezi kutazamwa kama kazi nyingine ya kawaida. Ni kazi inayohitaji nidhamu, uadilifu, umakini na uelewa mpana wa sheria, mila na desturi na mipango ya maendeleo ya nchi yetu. Aidha, ni muhimu pia kuwa na uelewa mpana wa mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa, yani World Economic Order and Geopolitics, yanayotokea huko duniani. Hivyo ni matumaini yangu kwamba mafunzo yaliyotolewa yameangaza maeneo yote hayo na yatawasaidia wahitimu katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kuleta tija kwa taifa letu. Kifungu cha 265(1) cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao, mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, Jeshi la Polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo.